Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika darasa hili, ingawa kichwa cha somo ni hicho, yako mambo mengi ambayo tutayaangalia kama Mungu atatupa nafasi jioni ya leo, kuhusiana na giza la kiroho. Jambo la kwanza ambalo tutaliangalia kwenye darasa letu, maana ya kwenda katika giza na kukaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Maana ya kwenda katika giza na kukaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Alafu jambo la pili, wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Kwa hiyo darasa letu lina vipengele hivyo viwili, kwa sababu katika darasa hili ambalo tutaliangalia, nafikiri unaweza kuona maandiko tuliyoyasoma katika Isaya na jinsi ambavyo darasa letu limekaa. Sasa kabla sijaenda moja kwa moja, nianze utangulizi wa darasa, alafu tutakuja kuelezea maana ya giza la kiroho. Moja ya habari za kinabii za kutia moyo na kuleta tumaini kwa jamii ni pamoja na ujio wa Masihi Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Moja ya habari za kinabii za kutia moyo na kuleta tumaini kwa jamii ni pamoja na ujio wa Masihi Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye angeleta nuru kwa watu waliokuwa gizani, ambaye angeleta nuru kwa watu waliokuwa gizani na kuwaangazia tumaini watu waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, na kuwaangazia tumaini watu waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Kimsingi, giza pamoja na uvuli wa mauti ni hatia. Kimsingi, giza pamoja na uvuli wa mauti ni hatia, hukumu, ni kupoteza tumaini, ni kuishi mbali na Mungu. Nitarudia maneno hayo. Kimsingi, giza pamoja na uvuli wa mauti ni hatia, hukumu, ni kupoteza tumaini,
ni kuishi mbali na Mungu, ni kukosa mwelekeo, pamoja na mateso yanayoambatana na kukata tamaa ambavyo vinawasumbua wanadamu kila iitwapo leo. Nitarudia tena sentensi hiyo. Kimsingi, giza pamoja na uvuli wa mauti ni hatia, hukumu, ni kupoteza tumaini, ni kuishi mbali na Mungu, ni kukosa mwelekeo, pamoja na mateso yanayoambatana na kukata tamaa ambavyo vinawasumbua wanadamu kila iitwapo leo. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kungekuwa ni sehemu muhimu ya kutimia kwa unabii huu ambao kimsingi ni habari njema zenye kuleta tumaini la rehema kuu za Mungu kwa watu wote. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kungekuwa ni sehemu muhimu ya kutimia kwa unabii huu ambao kimsingi ni habari njema zenye kuleta tumaini la rehema kuu za Mungu kwa watu wote. Kimsingi, Kristo Yesu alipokuja duniani alijitangaza rasmi kuwa yeye ni nuru ya ulimwengu. Kimsingi, Kristo Yesu alipokuja duniani alijitangaza rasmi kuwa yeye ni nuru ya ulimwengu. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Nuru ni ishara ya wema wa Mungu kwa wanadamu. Nuru ni ishara ya wema wa Mungu kwa wanadamu. Na giza ni ishara ya uovu na uonevu. Nuru ni ishara ya wema wa Mungu kwa wanadamu. Na giza ni ishara ya uovu, uonevu na utendaji wa Ibilisi.
Maisha ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ni nuru inayong'aa gizani, ambayo imekuja ulimwenguni kwa kusudi la kuwapa tumaini na kuwaondoa hofu wale wote waliokuwa wanakabiliwa na giza la uovu na uvuli wa mauti. Tarudia sentensi hii. Maisha ya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo ni nuru ing'aayo gizani, ambayo imekuja ulimwenguni kwa kusudi la kuwapa tumaini na kuwaondoa hofu wale wote waliokuwa wanakabiliwa na giza la uovu na uvuli wa mauti. Mpaka hapo. Wakati Yesu Kristo anazaliwa, kimsingi watu walikuwa wamechoka sana. Watu walikuwa wamekata tamaa sana. Ukiacha ukoloni wa Warumi uliokuwa ukiwatawala kiserikali, maisha yao watu yalijawa na mateso, kukata tamaa, kufunikwa na giza la kiroho. Ukiacha ukoloni mzito wa Warumi uliokuwa ukiwatawala kiserikali, maisha yao yalijawa na mateso, kukata tamaa na kufunikwa na giza la kiroho. Miaka mingi, karibu miaka 400 ilikuwa imepita, kukiwa na ukimya, bila ya kuweko kwa nabii wala neno la Mungu la dhahiri kwa ajili yao. Tumaini lilikuwa limebaki moja tu, kusubiri kutimizwa kwa unabii wa kuhusu kuja Masihi. Kiu yao hii ilionekana wazi hata Yohana alipokuwa ameanza kuhubiri ubatizo wake wa toba. Watu walikuwa na maswali mengi yaliyoelekea katika kiu na hamu na shauku ya kumtamani Masihi ili aweze kukomesha mateso yao. Utaangalia kwa mfano kiu ya watu na maswali ya watu waliokuwa nayo alipoanza Yohana kuhubiri Injili katika Yohana sura ile ya kwanza.
mstari wa 20 hadi mstari wa 23. Mara nyingi watu wanapokuwa katika mateso na wanapitia nyakati ngumu za kuonewa na giza na kupoteza mwelekeo, wanakuwa na maswali mengi sana. Utaona kwa mfano katika Yohana sura ya 1 mstari wa 20 hadi 23. Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Sijui kama mmeona hiyo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyoosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Mmeona maswali hayo? Kwa sababu watu walikuwa wamechoka sana. Walichoshwa na giza, lakini walichoshwa na uvuli wa mauti. Wakawa na tumaini, ukitimia unabii wa kuzaliwa Yesu Kristo, tutaondokana na giza hili na uonevu huu. Kwa nini kulikuwa na maswali mengi sana kwa Yohana Mbatizaji? Kwa sababu watu walikuwa wamechoka sana, na sasa walikuwa wakimtazamia Masihi aje kuwakomboa, kuwatoa katika maisha yaliyogubikwa na giza nene. Ndio maana tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo, neno la Mungu linatukumbusha kuwa hatupaswi tena kuishi maisha ya mashaka, maisha ya kukata tamaa, maisha ya kutokuwa na matumaini. Tarudia sentensi hiyo muhimu. Tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo, neno la Mungu linatukumbusha kuwa hatupaswi tena kuishi maisha ya mashaka, maisha ya kukata tamaa, maisha ya kutokuwa na matumaini, maisha ya machozi, maisha ya kuwepo gizani, kwa sababu nuru Yesu Kristo imekuja ulimwenguni. Tarudia maneno haya. Tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo, neno la Mungu linatukumbusha kuwa hatupaswi tena kuishi maisha ya mashaka, maisha ya kukata tamaa, maisha ya kutokuwa na matumaini, maisha ya machozi na kuweko gizani, kwa sababu nuru Yesu Kristo imeshakuja.
ulimwenguni. Kimsingi sio Israeli pekee walikuwa wakimtarajia Masihi, lakini mataifa yote duniani ujio wa Masihi ungekuwa ni habari njema za kuleta matumaini makubwa sana na kuondoa hofu. Katika Luka sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 14, nitakusomea kwa haraka maandiko haya. Luka sura ya 2 mstari wa 8 hadi mstari wa 14. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi ya kulia ng'ombe. Mara walikuwako pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu ulio waridhia. Jamani, haleluya. Nitaka nikupe huo utangulizi kabla sijaenda moja kwa moja katika vipengele vyangu vya darasa la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nianze kufanya ufafanuzi katika kipengele cha kwanza, maana ya kwenda katika giza na kukaa nchi ya uvuli wa mauti. Somo letu ni nini, mnakumbuka? Na giza la kiroho ni nini? Kipengele changu cha kwanza, maana ya kwenda katika giza na kukaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Neno kwenda katika giza katika lugha ya Kiebrania linatumika neno chosheki. Chosheki ndilo neno linalotumika kuelezea kwenda katika giza. Chosheki, CHOSHEK, chosheki. Hilo neno chosheki kwa lugha ya Kiingereza linatumia neno distraction. Distraction kwa lugha ya Kiswahili ni uharibifu. Kwa hiyo kwenda katika giza kwa Kiswahili kizuri ni kuishi katika uharibifu, kuishi katika distraction, kuishi katika chosheki kwa Kiebrania. Sasa uharibifu
ni kukaa katika uovu. Kukaa katika uharibifu ni kukaa katika uovu. Kabla ya Yesu Kristo kuja duniani, watu waliishi katika giza kubwa la kiroho. Watu walikuwa hawana mwelekeo. Hawajui njia. Kwa sababu hiyo giza lilitawala. Na giza likitawala, ukiwa, upweke unakuwa juu ya nchi. Nguvu za wakuu wa giza ndizo zilizokuwa zikitawala ulimwengu. Giza lilitawala kabla ya nuru. Kabla ya nuru ya Injili kuwazukia watu. Hivyo watu walikuwa wanaenenda gizani. Watu walikuwa hawawezi wala hawana njia ya kurejesha uhusiano wao na Mungu ambao uliharibika tangu anguko la wazazi wetu Adamu na Eva. Ni ujio wa Yesu Kristo ndio ulioleta nuru ulimwenguni. Maandiko ni mengi, mstari wa 4 hadi mstari wa 10. Maandiko haya ni muhimu, nikusomee kwa haraka. Mstari wa 4 hadi wa 10. Naomba kwanza ya copy maandiko haya, nataka niyasome kwa haraka sana. Mstari wa 4 hadi 10. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 12 hadi 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:5 hadi 7. Mika sura ile ya 7 mstari wa 7 hadi 8. Zaburi 88 mstari wa 3 hadi wa 12. Zaburi 88 mstari wa 3 hadi 12. Sasa mimi nataka kusoma haraka haraka, wewe utasikiliza ili kukomboa wakati. Naanza. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palikuwa na mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda
ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Hiyo ni Yohana 4:4 hadi 10. Wakolosai 1:12 hadi 14. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Alituhamisha. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tulihama kutoka ufalme wa giza tukahamia katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:5 hadi 7. Na hii ndiyo habari tulisikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Mika 7:7 hadi 8. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngoja Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Hiyo ni Mika 7 mstari wa 7 hadi wa 8. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 88:3 hadi 12. Maana nafsi yangu imeshiba tabu, na uhai wangu umekaribia kuzimu. Nimehesabiwa pamoja nao washukao shimoni. Nimekuwa kama mtu asiye na msaada. Miongoni mwao waliokufa nimetupwa, kama waliouawa walalao makaburini. Hao ambao wewe huwakumbuki tena, wametengwa mbali na mkono wako. Mimi umenilaza katika shimo la chini, katika mahali penye giza vilindini. Ghadhabu yako imenilemea, umenitesa kwa mawimbi yako yote. Wanijuao umewatenga nami, umenifanya kuwa chukizo kwao. Nimefungwa wala siwezi kutoka. Jicho langu limefifia kwa ajili ya mateso. Bwana, nimekuita kila siku, nimekunyoshea wewe mikono yangu. Wafu je, utawafanyia miujiza? Au waliofariki watasimama na kukuhimidi? Fadhili zako zitasimuliwa kaburini, au uaminifu wako
katika uharibifu? Miujiza yako itajulikana gizani, au haki yako katika nchi ya usahaulifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kufanya jambo moja muhimu katika darasa langu hili. Jambo lenyewe, kabla sijakaza kamba, giza la kiroho ni hali ya mtu ambaye anaishi mbali na Mungu. Tumesoma vizuri katika Isaya sura ya 9 mstari wa 2. Watu wanaotembea gizani wameona nuru kuu. Wale wanaoishi katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Hiki kifungu cha Isaya 9 mstari wa 2 kinarudia katika Mathayo 4 mstari wa 16. Watu wale waliokaa gizani wameona nuru kuu, nao wale walioishi katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Hiyo ni Mathayo 4:16. Kutangaza kwamba wale ambao wamemjua Mungu wa Israeli kupitia mwana wake Yesu Kristo ndio ambao wamekombolewa kutoka katika giza la kiroho, na sasa wanatembea katika mwanga wa maisha ya Mungu. Wale waliookolewa. Giza limekuwa na tabia ya kuwakatisha watu wa Mungu tamaa. Halijaanza leo. Giza limekuwa na tabia ya kuambatanisha huzuni kwenye maisha ya watu wa Mungu. Mtume Yohana alifundisha kwamba Mungu ni nuru. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5 hadi 6, huu ndio ujumbe tuliousikia kutoka kwake na kuwatangazia ninyi, kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Kama tukisema kwamba tuwashirikiana naye huku tukienenda katika giza, tuwasema uongo, wala hatutendi lililo kweli. Yesu Kristo alitangaza kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu, mtu yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Tulisoma hiyo Yohana 8:12. Kwa hiyo giza la kiroho lina maana ya kutokuwa na ushirika na Mungu. Giza la kiroho lina maana ya kutokuwa na ushirika na Mungu kupitia uhusiano na Yesu Kristo. Giza la kutengwa na Mungu linashindwa kwa njia ya Yesu Kristo. Tumeona Yohana 1:4 hadi 5, ndani yake ndimo uliokuwamo uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nuru hung'aa gizani,
wala giza alikufanya nini? Alikuishinda. Nataka kusema jambo kuhusiana na giza. Labda kabla sijasema jambo hilo kuhusiana na giza, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 29. Wakati wa adhuhuri utapapasa papasa huku na huko kama mtu kipofu katika giza. Hutafanikiwa katika lolote ufanyalo. Siku baada ya siku utaonewa na kunyang'anywa, wala hakuna yeyote atakayekuokoa. Nataka uangalie hayo maneno. Giza likimpata mtu linamfanya mtu apoteze ujasiri, linamfanya mtu apoteze uhakika. Hata kutenda kwake anatenda kwa kubahatisha. Hakuna tofauti na mtu kutembea gizani. Mtu akitembea gizani anapoteza ujasiri, kwa sababu haoni, anakuwa anabahatisha. Ni kazi ya giza kuwafanya watu wawe na hofu na waanze kubahatisha. Ana uhakika wa mambo. Hiyo ni kazi ya giza linafanya. Linapomkalia mtu, linapomwatamia mtu, mtu anaanza kubabaisha. Mtu anaanza kubahatisha, anaanza kupapasa. Na ni wakati wa adhuhuri, ni wakati wa mchana, lakini mtu haoni, anababaisha. Maandiko yanasema hivi. Lakini jambo la muhimu nataka ulijue, mtu akianza kupapasa huku na huko kama mtu kipofu katika giza, hatafanikiwa katika lolote alifanyalo. Kumbukumbu la Torati inasema hivyo. Hatafanikiwa katika lolote alifanyalo. Giza ndivyo linavyotaka watu wa Mungu wasifanikiwe katika lolote walifanyalo. Maandiko yanasema siku baada ya siku atafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo sio tu kwamba hutafanikiwa katika lolote ulifanyalo, lakini jambo la tatu, unaonewa. Jambo la 4, unanyang'anywa, na wala hakuna yeyote atakayekuokoa. Unaonewa, unanyang'anywa. Tukiwa tumeokolewa, lazima tujifunze kukataa kuishi maisha ya Ukristo kwa kubahatisha. Hatuko gizani tena, na ni giza limezoea kuwafanya watu wasifanikiwe katika yale wayafanyayo. Giza linazuia watu wasifanikiwe katika yale wayafanyayo, lakini giza linawazuia watu siku baada ya siku kwa kuwaonea na kuwanyang'anya
vitu anavyostahili kuwa navyo. Giza linawanyang'anya, na hakuna yoyote atakaye kuokoa. Haya ni mambo ambayo lazima kuchukua hatua leo. Kuonewa, kunyang'anywa, kutokufanikiwa katika lolote tulifanyalo. Sasa hivi Wakristo wamekuwa na wakati mgumu sana wa kufanikiwa juu ya yale wanayoyafanya. Kumekuwa na nyakati ngumu za kufanikiwa kwenye maisha ya Wakristo juu ya yale wanayoyafanya. Unasikia mtu anasema, kila ninalolifanya, kila ninachogusa, kila ninachobadili kufanya, mwisho wake ni ule ule. Hiyo ni dalili inakuonyesha kuna nini nyuma yako. Giza. Siku kwa siku unaonewa, unanyang'anywa siku kwa siku. Jambo la kwanza lazima ulijue, hauko tena chini ya giza. Kama umeokolewa, unamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe unajua, wewe unajua kabisa, mimi siko gizani. Hebu sema maneno haya, mimi siko gizani, kwa nguvu zaidi. Tena nataka hilo jambo ulijue. Mtu ambaye hayuko gizani yuko nuruni. Mtu ambaye yuko nuruni habahatishi. Anaona sawa sawa mwelekeo wake, anaona vitu sawa sawa, anafanya vitu sawa sawa. Yuko nuruni, habahatishi. Haonewi, hanyang'anywi. Leo katika swala la uchumi, shetani anawachezea Wakristo, anawanyang'anya uchumi, na ndio wanapambana nao. Shetani hana haki ya kusema huyu mlokole hawezi kupata pesa. Hiyo haki anaipata wapi? Hawezi kufanikiwa. Hiyo haki anaipata wapi? Hawezi kushinda. Shetani hiyo haki anaipata wapi? Anapataga wapi? Ukiona shetani anasema maneno kama haya kwa mtu, lazima shetani ana nafasi. Lazima tumkatae. Tumesoma maandiko, Mungu ni nuru, wala giza la namna yoyote haliko ndani mwake. Watu waliookoka ni nuru, wala giza la namna yoyote alipaswa kuwa ndani mwako, alipaswa kuwa kwenye maisha yako. Umenielewa sijui? Watu wamekuwa wananyang'anywa vitu ambavyo Mungu ameweka kwenye mikono yao. Shetani anawanyang'anya. Anawanyang'anya ujasiri, anawanyang'anya furaha, anawanyang'anya amani. Haipaswi kuwa namna hii. Shetani anawaonea. Tumehama kutoka ufalme wa giza na kuingia ufalme wa nuru. Kwa nini giza bado lina access kwenye maisha yako? Kwa nini?
Umeona maneno hayo? Utaonewa na kunyang'anywa. Hutafanikiwa katika lolote ulifanyalo. Umeona maandiko hayo? Ni shetani anataka tusifanikiwe katika lolote tulifanyalo. Anataka tuonewe, anataka tunyang'anywe. Lazima tusimame na kukataa. Mpango wa Mungu wa kutuleta nuruni tufanikiwe katika lolote tulifanyalo. Mpango wa Mungu wa kutuleta nuruni tusionewe na tusinyang'anywe. Sema kwa jina la Yesu. Bado nakataa kuonewa na kunyang'anywa. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo maisha yangu haya yako nuruni. Nakataa kuonewa, nakataa kunyang'anywa, nakataa kutokufanikiwa katika kila jambo nilifanyalo. Iye kukae. Kila unachofanya ni kigumu, kila unachopanga ni kigumu, kila unachojitahidi ni kigumu. Hilo jambo lazima kulikataa. Sio portion yako. Mchana wakati wa kuona wewe utapapasa. Ayubu sura ya 5 mstari wa 14. Giza huwapata wakati wa mchana. Hiki ndio mimi ninachokikataa. Mmefika Ayubu? Ayubu 5:14. Giza huwapata wakati wa mchana, wakati wa dhuhuri upapasa kama vile nini? Usiku. Ayubu 5:14. Giza huwapata wakati wa mchana. Ni sawa hicho kitu? Na wauliza hicho kitu ni sawa? Mtu yoyote anayepatwa na giza wakati wa mchana, maana yake anaonewa, maana yake ananyang'anywa. Giza alitakiwi kuwapata watu wakati wa mchana. Mbona wewe linakupata wakati wa mchana? Kwa nini unaruhusu giza likupate wakati wa mchana? Upoteze mwelekeo, uanze kupitia mateso, uanze kupitia changamoto, uanze kupitia nyakati ngumu, wakati wenzako hawapitii nyakati hizo ngumu. Ayubu anasema wakati wa dhuhuri hupapasa kama vile usiku. Yaani unastahili kufanikiwa lakini unahangaika. Unastahili kuinuliwa lakini unahangaishwa. Unastahili kuwa na utulivu lakini unahangaishwa. Ni giza wakati wa mchana. Giza wakati wa mchana. Linawapata watu giza wakati wa mchana. Wakati unatakiwa kuinuka ndio jambo linatokea. Wakati unatakiwa kufanya kitu ndio tatizo linatokea. Wakati unatakiwa ndio utulie ndio vurugu zinatokea. Ni wakati wa mchana kuvamiwa na giza.
maisha mengi ya watu wa Mungu yamekuwa namna hiyo. Au nakosea? Yani unasema sasa nitulie. Yani ndio yanatokea mambo, vurugu, usumbufu. Unasema labda sasa wakati huu labda nifanye hiki kitu, ndio unatokea upinzani. Lazima hilo jambo leo tulikatae. Umenielewa? Kama giza litakuwa linakupata wakati wa mchana, maana yake ni kwamba wakati wa kufanikiwa ndio wakati utakuwa unabahatisha. Wakati wa kuinuliwa ndio wakati una mapambano. Ayubu anasema hicho kitu si sawa. Shetani anatuchelewesha. Kwanza, kwa nini anatuchezea? Naomba usimame. Tutaendelea na darasa hili Jumatano. Lazima shetani tumkatae. Unaona, wakati umepata pesa ndio wakati unaugua. Kwa hiyo inabidi hiyo pesa upeleke kwenye matibabu, na ukimaliza hiyo pesa unapona. Wakati hauna pesa ndio wakati una afya nzuri. Wakati unafanya kazi ndio wakati ambao una malengo yako, alafu ghafla wakati huo hawakulipi. Kazi imeisha na hawakulipi. Umefanya kazi kwa moyo, uko na malengo, hii kazi ikiisha na mimi nitapata chochote, na mimi naweza kufanya kitu fulani nyumbani kwangu. Ghafla kazi inaisha, alafu wanakudhulumu. Biblia inasema hicho kitendo ni giza kumpata mtu wakati wa mchana. Nataka tuombe hapa kwa dakika chache. Kwa jina la Yesu Kristo. Inauma kweli wakati tunasema sasa ndio nimefika, wakati tunasema sasa ndio naweza kufanya jambo, ndio wakati tukio linajitokeza. Nitulie kidogo sasa hapa, maana naweza nikafanya hiki na hiki, linatokea jambo, huwezi tena kufanya hicho unachotaka kufanya. Inatokea vita, unatokea usumbufu, inatokea vurugu, inatokea machafuko yanakulenga wewe, usiwe na amani, uendelee kuteseka, uendelee kunyang'anywa. Kwanza tunakataa leo kwa jina la Yesu Kristo giza lolote kuyafuata maisha yetu. Tukatae kwa vinywa vyetu giza lolote kuyafuata maisha yako. Kwa jina la Yesu sema nakataa. Kwa jina la Yesu giza lolote kuanzia leo kuyafuata maisha yangu. Bado hujakataa vizuri, utoki moyoni kukataa. Natakiwa ukatae kutoka moyoni, kwa sababu jambo hili ndugu zangu ni jambo very serious. Ndio maana unaona kuna giza nuruni. Ndio maana unaweza kuona mtu ameokolewa lakini bado anaonewa, lakini bado anateseka, lakini bado ana mapambano. Hapana, tunataka nuru ibaki nuru,
na giza libaki giza. Ukikataa kutoka moyoni kwa kumaanisha, nataka nikuhakikishie, Mungu atakupaka mafuta, na hicho kinywa chako atakipaka mafuta. Hayo unayoyakataa yatakuwa kweli, yataachana na wewe. Kwa nini tuhangaike na tushindwe kufanikiwa katika kila jambo? Kwa nini kila siku tuendelee kuonewa na Shetani? Bwana apake kinywa chako mafuta kwa dakika hizi chache, na tunataka tuende kuomba Mungu. Na mimi nataka nikwambie, ukiomba kutoka moyoni, ukiomba kwa kumaanisha, kama mtu ambaye umechoshwa na matendo ya giza kuja nuruni na kuwafanya watu wa nuruni waanze kupapasa, kwanza hilo jambo sio sawa sawa. Kwanza hilo jambo sio halali, kwa sababu hakuna urafiki kati ya giza na nuru. Tunataka nuru ibaki kuwa nuru. Tunataka vitu ambavyo Mungu anaweka mikononi mwenu Shetani asichukue. Baraka ambazo Mungu anaachilia kwenye familia zenu Shetani asichukue. Tunataka Mungu mambo mema anayoyaachilia kwenye maisha yako Shetani asiguse. Sema, kwa damu ya Yesu Kristo nasimama leo kwa zamu yangu, kwa ajili ya maisha yangu. Giza linalonivamia wakati wa mchana, hilo jambo sio halali, hilo jambo sio la kawaida. Leo nalikataa, nakataa maishani mwangu. Halitafanikiwa tena, halitanifuata tena, halitanipata tena, halitanizunguka tena, halitanikalia tena. Leo nakataa kwa damu ya Yesu. Giza kunipata wakati wa mchana, ili nibahatishe, ili niteseke, ili nishindwe kufanikiwa, ili nikose ushindi. Leo nakataa, leo nakataa, leo nalikataa. Hakuna mateso hapa, hakuna kuonewa hapa, hakuna kunyang'anywa hapa. Afya unyang'anyi, ndoa unyang'anyi, kibali haunyang'anyi, ushindi haunyang'anyi, uchumi haunyang'anyi, amani haunyang'anyi, na tena haunyang'anyi. Naongea na wewe, giza haunyang'anyi. Mimi nimehamishwa kutoka ufalme wa giza, nimeenda kwenye ufalme wa nuru wa mwana wake Yesu Kristo. Leo nakataa uvamizi wa kishetani, nakataa vita ya kishetani, nakataa usumbufu wa kishetani, nakataa upinzani wa kishetani, nakataa mambo ya uonezi, nakataa mambo ya kunyang'anywa, nakataa. Huwezi chukua ahadi yangu, huwezi chukua baraka yangu, huwezi chukua afya yangu, huwezi chukua ushindi wangu, huwezi chukua hatima yangu, huwezi chukua ushindi wangu, huwezi chukua wateja wangu, huwezi chukua mume wangu, huwezi chukua biashara yangu, huwezi chukua nafasi yangu. Kataa. Nione unakataa, nione unakataa, nione unakataa, nione unakataa. Mwana wa Mungu, nione unakataa. Zamani tulikaa gizani, zamani tulionewa, zamani tulikuwa hatuna mwelekeo kwa sababu ya dhambi. Yesu ametutoa pale. Tunao mwelekeo kwa sababu ya Yesu. Tunao mwelekeo kwa ajili ya neno la Mungu. Tunao mwelekeo kwa ajili ya ahadi ya Bwana. Tunao mwelekeo kwa ajili ya neno la Bwana. Nachukua mwelekeo wangu, nachukua mwelekeo wangu, nachukua mwelekeo wangu, nachukua mwelekeo wangu. Maisha yangu yana mwelekeo, watoto wangu wana mwelekeo, hatima yangu ina mwelekeo, huduma yangu ina mwelekeo, kazi yangu ina mwelekeo, mipango yangu ina mwelekeo. Nakataa kupoteza mwelekeo. Karibu saba, pambana. Pambana nalo. Giza halina nafasi,
halina nafasi na kanisa, halina nafasi na wanawake wa kanisa hili, halina nafasi na vijana wa kanisa hili, halina nafasi na wanaume wa kanisa hili, halina nafasi na watoto wa kanisa hili, halina nafasi na hatima ya kanisa hili, halina nafasi na familia yako, halina nafasi na maono yako, halina nafasi. Kata giza hilo, 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 kata giza hilo. Pambana nalo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini wananyang'anya unachopewa? Kwa nini wanakuonea? Wanaonea afya, wanaonea ndoa, wanaonea furaha, wanaonea amani, wanaonea uchumi, wanakuonea. Kwa nini wanakuonea? 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 Unakataa kuonewa, unakataa kunyang'anywa. Unapewa kibali, wananyang'anya. Unapewa kibali, wananyang'anya. Unapewa ushindi, wananyang'anya. Unapewa nafasi, wananyang'anya. Unapewa afya, wananyang'anya. Unapewa furaha, wananyang'anya. Unapewa kazi, wananyang'anya. Unapewa wateja, wananyang'anya. Unapewa msichana, wananyang'anya. Hakuna kunyang'anywa tena, nakataa kwa damu ya Yesu. Hakuna kunyang'anywa tena, nakataa kwa damu ya Yesu. Unapewa afya, wananyang'anya. Unapewa ushindi, wananyang'anya. Nakataa kunyang'anywa katika damu ya Yesu Kristo. Nakataa kunyang'anywa katika damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Hebu sema maneno haya. Imekuwa ni tabia ya giza. Sema maneno haya. Imekuwa ni tabia ya giza kuivamia nuru wakati wa adhuhuri. Jambo hili sio halali. Kuanzia leo haliwezi kuwa na sehemu kwenye maisha yangu ya Ukristo. Ninaamuru kwa jina la Yesu, nitafanikiwa katika kila nilifanyalo. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo nitafanikiwa katika kila nilifanyalo, katika kila niliwazalo, katika kila nilipangalo. Nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Siku kwa siku hakuna atakaye nionea. Nakataa kuonewa na giza na matendo yake. Nakataa kunyang'anywa na giza na mipango yake. Leo nalikataa giza moyoni mwangu, mawazoni mwangu, maishani mwangu. Nalikataa giza. Halitachukua chochote kutoka hapa. Kwa damu ya Yesu, halina sehemu na maisha yangu. Nasema nuru ibaki nuru kwenye maisha yangu. Nuru yangu ibaki nuru kwenye familia yangu. Katika jina la Yesu, nazikataa hila za yule muovu zinazotaka kuniharibia mambo ninayoyajenga. Leo ameshindwa. Nasema leo ameshindwa. Hao pepo leo ameshindwa. Huo uchawi leo ameshindwa. Hiyo mipango yao leo imeshindwa. Nasema wameshindwa. Nasema wameshindwa.
na wataendelea kushindwa. Nuru yangu yang'aa gizani, wala giza halitaiweza. Nuru yangu yang'aa gizani, wala giza halitaiweza. Maisha yangu yanang'aa, mahusiano yangu yanang'aa, familia yangu inang'aa, kanisa langu linang'aa, wala giza halitaiweza. Sema nang'aa, 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 nang'aa,